Kwa majina kamili mimi naitwa Amani Filipo Chambula. Ni msemaji wa mashabiki wa Simba mkoa wa Songwe. Hapa niko kutolea ufafanuzi baadhi ya mambo ambayo yameendelea huko mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ndugu zetu wa upande wa pili kuhusiana na mechi ya tarehe 8 kuahirishwa. Lakini yote kwa yote, kama ambavyo sisi Simba Sports Club tuliandika kwenye malalamiko yetu kuipelekea bodi ya ligi juu ya kuitafia mchezo wetu na ndugu zetu, bodi ya ligi walitoa ufafanuzi. Baada ya kutoa ufafanuzi, kilichokuwa kinasubiriwa ni wao, kama ambavyo sisi tulipeleka maombi yetu juu ya usalama wetu sisi kwa kile kilichokuwa kimetokea tarehe 7 kuelekea tarehe 8 siku ya mchezo usiku. Na bodi ya ligi baada ya kujiridhisha kwa watu wote wa usalama wa uwanja pamoja na hata wasimamizi wa uwanja husika, waliyapokea maombi yetu na wakayajibu kwamba kwa sababu za kiusalama tunaahirisha mchezo mpaka pale ambapo utapangiwa tarehe nyingine. Kwa haya mengine ambayo yanakuwa yanaendelea kwa upande wetu sisi kama Simba Sports hatuyajui, na yanayoendelea huenda labda ni ya kwao kulingana na wanavyoona wao iko. Lakini tunachoamini ni kwamba mpira wa Tanzania unaongozwa na kanuni, taratibu na sheria zake. Sisi tulifuata sheria katika kusimamia haki zetu, na sheria bado inaendelea kufanikisha yale ambayo tulikuwa tumeyaomba. Mchezo bado uko pale pale, na hata kama ni kesho sisi tuko tayari kucheza. Lakini kwa sababu kwa sasa bado tuko na jukumu la kitaifa, timu iko Misri, kila mmoja anajua. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tumeenda kulipigania taifa letu, hususan maendeleo ya mpira wa nchi yetu. Tutakaporudi hapa tena tarehe 9 tutamalizia game iliyobaki, alafu mambo mengine yataendelea. Lakini kwa sasa sisi hatuwezi tukafocus kulalamikia hayo wanayolalamika wengine ambao hawana kazi ya kufanya kwa sasa. Maana kinachowasumbua, walikuwa na malengo mwanzoni mwa msimu, lakini malengo yao yote waliokuwa nayo mwanzo wa msimu yameyeyuka bila wao kuelewa. Kwa hiyo sasa wakiona haya wengine bado yanaendelea, linawaumiza. Kwa hiyo hata haya mengine wanayoyaleta ni kama vile wanataka kuja kuhalasi mpira wa Tanzania. Kama wao hawataki kucheza mpira, ni afadhali waombe msajili wa vyama asajili chama chao au timu yao au klabu yao iwe chama cha siasa, maana wanavyovizungumza havihusiani na mpira wa miguu wa nchi hii. Mimi naweza nikasema hivi, kwa sababu kila kitu kinaongozwa na sheria, taratibu na kanuni zake. Sasa kama wao walikuwa wanajua walichokuwa wanakifanya, na asubuhi yake siku ile bila shaka uliona waliweka mafuta yao kwenye basi lao, wakawasha basi lao, wakaenda Bunju wakiwa wanahitaji mchezo, si ndio? Kwamba tucheze nao. Lakini kwa sababu tayari walikuwa wamesha tuingilia, maana yake walituhalasi, yani kutuondoa mchezoni kwa sababu ambazo walikuwa wanajua kinachoenda kuwakuta. Sasa ili wakiepuke hicho, wakaamua kufanya drama wanazozifanya wao kwenye mpira wetu wa nchi hii, na TFF pamoja na bodi ya ligi wanayaona, lakini walikuwa hawayakemei. Lakini kupitia hili wakaamua kusema kumbe kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea huku kutokana na wanaoyajua wao. Kwa hiyo haya waseme wataleta timu, wasilete timu, watajua wao. Lakini kwa sababu kanuni, wasimamizi wa hizo kanuni na sheria walishasema game ipo itakuwepo, lakini wasipokuja taratibu upo utafuatwa. Na vitu vingine ambavyo wakati mwingine mashabiki na hata baadhi ya wanachama ambao wanakuwa wakati mwingine wao wanaambukizwa vitu vya kusema badala ya kufuatilia na kuelewa kinachoendelea. Yale mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, kauli zilizotoka siku ile ya tarehe 7, unakumbuka hata game yetu na Pamba Mwanza, yale mambo yalifanyika kule Mwanza. Lakini kwa sababu yalifanyika chini ya utaratibu na uongozi ambao, na huku walikuja wakasema kuna uongozi ambao unatoa hayo, sisi tukaamua sasa, kwa sababu haya itakuwa too much, kwa nini upande wetu tu ndo haya mambo yao yanatokea? Na halafu ni maagizo kutoka juu. Anayeagiza hayo maagizo kutoka juu ni nani? Ndio maana tuliomba bodi ya ligi
wasimamishe ule mchezo kwanza, sio kuahirisha, kusimamisha mchezo kwa ajili ya usalama kwa kile ambacho kilitokea. Na kamishna wa mchezo ambaye ndio msimamizi wa usalama uwanja ule alitolea ufafanuzi, bila shaka hata nyie mliona, si ndio? Kwa hiyo haya yanayoendelea ni kama tu siasa ambazo wao wanazisema kwa ajili ya kuvuruga maendeleo ya mpira wa mchezo. Na mbaya zaidi, badala ya kufocus na mambo yao ya Yanga, wanaenda kuingilia utawala ambao kuna watu wanaotawala, na wale watu wanaotawala ni klabu ndo zinakaa pamoja kuwachagua watawale na waongoze kwa mujibu wa kanuni zilizopo. Mwisho wa siku wanawatukana viongozi waliowapa madaraka wao wenyewe. Wakati huo wao wanavunja sheria kila siku, na hawa ndo wanaotumia hekima kutaka kuendelea, wao wanafanya hivyo. Sasa TFF pamoja na bodi ya ligi, wao ndo wamelea kilema ambacho kinafanyaje, kinawahukumu hivi sasa. Ukiangalia wanachowafanyia ndugu zao Singida, sijui wadogo zao, nyewe wenyewe mnajua. Ukiangalia Mwanza kule tulichofanywa sisi, alikuwa ni maelekezo, na hata mkuu wa mkoa, yeye kama kiongozi anayeiongoza jamii na mkoa ambao kwenye mkoa wake kuna mchanganyiko wa watu, anaingilia, anasimama upande, anachokuwa anafanya ni nini wakati kanuni zipo zinaeleweka. Kwa sisi mchezo upo, tunao na tunatamba nao. Hiyo club kaka yangu ndugu Ahmed Ally, hakuna kinachobadilika pale, labda waendeleze hizo drama zao ambazo walishindwa kuzisimamia mwanzo ili ziwe wanavyotaka. Badala yake wanatuletea haya ambayo yapo, ambayo sio hayana afya. Bila shaka hata nyewe wenyewe mnaona.